Tukielekea tena huko nchini Urusi, rais wa Urusi Vladimir Putin amedokeza Urusi iko tayari kubadilishana maeneo katika makubaliano ya Ukraine. Gazeti la Kommersant limeeleza rais huyo wa Urusi bwana Vladimir Putin amedokeza kuwa nchi yake inaweza kuwa tayari kubadilisha baadhi ya maeneo yanayodhibitiwa na majeshi ya Urusi nchini Ukraine, lakini akasisitiza kuwa anataka eneo lote la Donbas, kwa mujibu wa gazeti la Kommersant. Mwandishi wa masuala ya Kremlin wa Kommersant Andriy Kolesnikov alisema rais wa Urusi Vladimir Putin aliwaeleza wafanyabiashara wakuu wa Urusi mpango huo katika kikao cha faragha cha usiku wa manane kilichofanyika Kremlin tarehe 24 Desemba. Vladimir Putin alisisitiza kuwa upande wa Urusi bado uko tayari kufuata makubaliano yaliyopendekezwa huko Ankarag. Kwa maneno mengine, Donbas ni yetu, gazeti hilo limeripoti. Kwa mujibu wa maelezo hayo, Putin anataka kudhibiti Donbas yote, lakini nje ya eneo hilo uwezekano wa kubadilishana sehemu na maeneo kati ya pande husika haujaondolewa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema katika taarifa kwa waandishi wa habari iliyotolewa na ofisi yake mnamo Jumatano ya wiki hii kuwa ujumbe wa Ukraine na Marekani ulikaribia kukamilisha mpango wa vipengele 20 baada ya mazungumzo yaliyofanyika mwishoni mwa wiki mjini Miami. Hata hivyo, alisema pande hizo mbili hazijafiki mwafaka kuhusu madai ya Ukraine kukabidhi maeneo ya Donbas ambayo bado inayadhibiti, wala kuhusu hatima ya kituo cha nyuklia cha Zaporizhzhia kinachodhibitiwa na majeshi ya Urusi. Rais wa Marekani Donald Trump ameahidi mara kadhaa kumaliza mzozo mbaya zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Mjumbe wake Steve Witkoff pamoja na mkwe wake Jared Kushner wamekuwa wakifanya mazungumzo na Urusi, Ukraine na mataifa ya Ulaya katika jitihada za kutaka kumaliza mzozo huo ambao umedumu kwa miaka 4. Maelezo kamili ya mapendekezo ya Marekani bado hayajawekwa wazi, ingawa maafisa wa Urusi wamekuwa wakirejelea mara kwa mara kile wanachokiita makubaliano ya awali yaliyodaiwa kufikiwa kati ya Putin na Trump katika mkutano wa kilele uliofanyika Anchorage, Alaska mwezi Agosti mwaka huu. Urusi imedai Donbas. Kwa mujibu wa makadirio ya Urusi, nchi hiyo inadhibiti Crimea yote iliyoiteka tangu mwaka 2014. Takribani 90% ya Donbas, 75% ya mikoa ya Zaporizhzhia na Kherson, pamoja na maeneo madogo katika mikoa ya Kharkiv, Sumy, Mykolaiv na Dnipropetrovsk. Hata hivyo, Urusi imesema kwamba lazima idhibiti maeneo hayo muhimu. Hata hivyo, rais huyo wa Urusi amesema kwamba moja kati ya jambo ambalo rais wa Marekani Donald Trump anataka ni kumiliki kinu cha nyuklia cha Zaporizhzhia ili kiweze kumsaidia katika kupata madini adimu, kwa maana atumie umeme uliopo katika eneo hilo la Zaporizhzhia. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema huenda hii ni mipango ambayo rais wa Urusi Vladimir Putin huenda akakubaliana nayo ili tu hakikishe Donbas inakuwa mikononi mwake, lakini eneo katika Zaporizhzhia linakuwa chini ya Urusi na eneo chini ya Ukraine, lakini kinu cha nyuklia cha Zaporizhzhia kiwe chini ya Marekani katika kipindi hiki ambacho Marekani itaendelea na uchimbaji wa madini adimu nchini Ukraine, katika kile ambacho ilisema inataka kulipwa fedha zake zilizotumika katika kipindi cha vita wakati wa utawala uliopita wa Rais Joe Biden, ambapo Marekani ilitumia fedha nyingi ikiwa ni pamoja na silaha. Mtazamaji wa The World News, kuna mambo mengi ambayo yanaendelea wakati huu katika vita kati ya Urusi na Ukraine, lakini pia katika namna ya kutatua mzozo huo, huku mataifa mbalimbali ikiwa ni yale ya Ulaya yakitaka kutafuta namna ya kuhusika katika utatuzi wa vita hivyo. Jina langu ni Adam Hussein, ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uwe wa kwanza kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.